Marekani ni nchi yenye nguvu zaidi katika anga za mbali, lakini sasa China inaibuka na kuwa miongoni mwa nchi yenye nguvu ikiwa na satellite za kisasa, huku ikijaribu kufanya majaribio kadhaa kuharibu satellite zilizoko angani. Ikumbukwe mwezi Aprili 2025 Marekani ilifanya mkutano mkuu wa masuala ya anga uliofanyika katika jiji la Colorado, na miongoni mwa watu waliohutubia mkutano huo ni Jenerali Stefana, kamanda za anga za juu za Marekani, na kusema kuwa kwa sasa anga liko katika wigo wa eneo la vita. Daktari Raji, mtafiti wa masuala ya anga katika taasisi ya mikakati ya Austria, amesema kwa sasa kuna satellite zipatazo 11,700 katika orbit ya dunia, na anasema kuwa katika nusu yote ya satellite, yaani 300, hutumiwa na nchi za Marekani, huku satellite zikitumika kama macho na masikio ya kijeshi wakati wa operesheni za kijeshi. Satellite hizi zilitumika sana na vikosi vya washirika katika vita vya Ghuba vya mwaka 1990 vya Iraki, na GPS iliyotumia satellite hizo ilitumika kwa kuongoza askari, vifaru na magari ya kivita kwenye njia za jangwa pamoja na kufanya ujasusi wa kufuatilia maadui zao. Lakini mwaka 1962 Marekani ilijaribu bomu la nyuklia angani na kusababisha mionzi iliyoharibu satellite nyingi za mawasiliano. Na miaka 5 baadaye, mkataba wa kimataifa ulitiwa saini kupiga marufuku kupeleka silaha za nyuklia na kemikali angani. Mnamo Julai, Suzi, mtafiti katika taasisi ya Kijerumani na masuala ya kitaifa na kiusalama, anasema ikiwa kuna shambulio popote duniani tunaliona. Tunapata taarifa hizo kutokana na picha za satellite na data au rada. Suzi anaeleza kuwa kwa sasa rasilimali za anga za juu zimehusishwa katika kifungu cha 5 cha mkataba wa NATO wa Washington, na ina maana mtu akishambulia satellite ya mwanachama wa NATO, hatua inaweza kuchukuliwa dhidi ya nchi iliyoshambulia. Katika mataifa yaliyoendelea, satellite zinatumia mawimbi ya GPS kuongoza, kuendesha magari, na hata mtu anapotaka kununua chakula ama kufanya mambo muhimu ya kijamii. Vita katika anga za juu vitakuwa na athari kwa watu kiuchumi. Kwa mfano, ikiwa watu hawatapokea taarifa kwa wakati, inaweza kusababisha hatari kubwa zaidi duniani, mfano uwepo wa vimbunga na matukio kadhaa yanayoendelea katika dunia ya sasa. Endelea kufuatilia chaneli yetu uweze kupata vitu vizuri. Jina langu ni Jackson Nyangusi.